Yesu Kristo. Kama tulivyokuwa tumeambizana mwanzoni, tunayo furaha katika parokia yetu kwa sababu watoto wetu katika Dominika hii ya 30 mwaka C watapokea sakramenti ya kipaimara. Lakini pia kama vile tulivyofanya pale nje, tumebariki kikanisa ambacho tutahifadhi Ekaristi Takatifu kwa ajili ya watu kuenda kuabudu. Kwa hiyo kwetu ni nafasi ya pekee sana katika parokia hii, na tunamshukuru Mungu kwa matokeo haya. Lakini katika Dominika hii neno la Mungu kama tulivyosikia, tunaendelea kusikia kutoka kwa Yesu, na hasa juu ya sala. Anatuelekeza ni namna gani tusali. Mnakumbuka Jumapili iliyopita amehimiza umuhimu wa kusali kwa wavumilivu katika sala. Maana yake tusisali kwa kujaribu tu, lakini tuwe tayari kusubiri Mwenyezi Mungu aweze kutupa maongozi yake kwa kile tunachokiomba katika sala zetu. Kwa kawaida tunaweza kusali sana na kutaka Mwenyezi Mungu afanye kama anavyotaka sisi, na tumetaka jibu mara moja na kadri tunavyoona sisi. Lakini kwa hekima ya Mwenyezi Mungu anaona wakati fulani kitu hiki alichoomba huyu ni kumpa sasa, pengine hakitamsaidia kwa wokovu wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu anajaribu kwa hekima yake kutupatia kitu kile ambacho kitatufaa na wakati unaofaa. Kwa hiyo ndio maana Yesu anasema msichoke, endeleeni kusali. Alitupatia mfano wa yule mjane ambaye ameenda kwa kadhi kila mara. Tulisikia Jumapili iliyopita akiendelea kudai haki yake. Maana kadhi kama mwamuzi, kama hakimu, anataka apate haki yake. Na yule kwa sababu amerudia yule kadhi, hata kama alisema yeye hamuogopi Mungu wala hajali watu, aliamua kumtimizia haja ya yule mama ambaye alikuwa naomba kumpatia haki yake. Na hivyo Yesu atoa mfano kwamba tazameni huyu ambaye hamchi Mungu, hamuogopi Mungu na hajali watu, lakini mwishoni baada ya mambo yule kurudia mara kwa mara ameweza kutimiziwa. Na ndivyo anavyosema tunaporudi kwake mara kwa mara kwa Mwenyezi Mungu, kuomba bila kuchoka, kwa uvumilivu. Mwenyezi Mungu hatimaye anatujalia kile kwa hekima yake anachoona kinatufaa katika maisha yetu sisi. Na leo anatupa mfano wa kusali, na leo hasa naongelea juu ya unyenyekevu katika sala. Tunapokwenda kusali, tunasali namna gani? Tunajiweka katika ngazi ipi? Na pengine tunaweza kuenda kupiga propaganda, na pengine tunajisemea maneno yetu wenyewe kama yule bwana Mfarisai. Maana ameonyesha mfano wa watu wawili, Farisayo na yule mtoza ushuru. Mfarisayo wale walijiona ni watu ambao wanamjua Mungu kuliko mtu mwingine, na wanashika sheria, wanafanya yote vizuri na wana haki, na hata wanaweza kumwambia Mungu, mimi nina haki zaidi kuliko wengine. Na hivyo ndivyo anapokwenda kusali. Anasali na unaona anaweka orodha ya mambo yake mazuri anayofanya. Unatazama mimi natoa zaka, mimi nasali, mimi nafunga, mimi nafanya hivi, mimi si kama watu wengine, mimi si kama yule mtoza ushuru. Hiyo ndio sala. Sijui ni sala ya namna gani? Kusali kwa kujisifu, unajisifu mbele ya Mungu kwamba mimi kama vile yote yale kwanza kama umefanya mwenyewe. Lakini pia hii ni kweli katika yale alikuwa natamka, ni kweli. Lakini sio sala. Ile ni kujitambulisha, ni kama najinadi hivi. Na kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kujinadi kama tunataka kujitambulisha kwa Mwenyezi Mungu, tuna uwezo, tunaweza kufanya hiki, tunaweza kufanya hiki, na sisi ni bora zaidi kuliko watu wengine. Hiyo sio sala. Ndio maana Yesu ameleta mfano katika Dominika hii ya 30 kwamba tunaposali tuige mfano wa yule mtoza ushuru. Na mtoza ushuru katika jamii ya wakati ule walione kama ni mtu mwenye dhambi. Na hata wakati fulani Yesu alipokaa kaenda nyumbani, akasema tazama huyu kama ni nabii, inawezekaneje kula na kunywa na watoza ushuru na wenye dhambi? Hao waliwaweka kwamba kwa sababu ya kazi yao ya ushuru, kukusanya kodi kwa ajili ya wakoloni. Mjue kulikuwa na wakoloni wa Kirumi. Kwa hiyo hawa waliwekwa ni raia ambao ni wenyeji, wamepangwa kazi kukusanya ushuru na kupeleka zile pesa kwa wakoloni. Hata sisi kabla ya uhuru wetu kulikuwa na mambo hayo. Kulikuwa na watu walikuwa wanapita mitaani kukamata watu na
ili walipe kodi kupeleka wakoloni. Wakati tulianza na Wajerumani, baadaye tukaja na Waingereza, na sisi zaidi sana Waingereza kusanya pesa mitaani na kusanya pesa kuendesha serikali ya kikoloni. Na ndio hawa watoza ushuru walikuwa nafanya, na ndio maana walichukiwa na watu sana. Na watu waliamini hawa hawezi kufika mbinguni, hawa wanawekwa moja kwa moja kwenye kundi la wadhambi. Lakini tunaona huyu mtoza ushuru ameingiaje kanisani? Hata kuketi kiti cha mbele ameogopa, amekaa kule nyuma na kujipiga kifua, akasema tazama Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Hii ndio sala yake kubwa. Na Yesu anasema kati ya wawili, nani alihesabiwa mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu? Ni nani sala yake imeweza kupenya mawingu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kwa Yoshua bin Sira? Sema sala ya mwenye haki, sala ya mnyenyekevu inapenya mawingu. Ni sala ipi iliyopenya mawingu? Ni ya yule mfarisayo au yule mtoza ushuru? Ni mtoza ushuru. Yesu mwishowe anasema kwa sababu amesali kunyenyekevu, ametambua udhaifu wake na amekiri mbele ya Mungu, mimi ni mdhambi. Sio mimi ninafanya yote vizuri kuliko watu wengine, mimi ni bora zaidi, mimi sio kama huyu aliyekaa nyuma huko, mimi niko hivi. Na pengine katika sala tunajiwekea viwango na kujilinganisha na wengine na kuona sisi, mimi ni nafuu zaidi. Mungu, mimi kama Mkristo naona ninafanya kazi vizuri zaidi kuliko fulani. Mimi ninakwenda jumuiya, mimi ninafanya hivi, mimi nimetoa zaka, mimi nimetoa tegemeza jimbo, mimi nimechangia ujenzi sijui wa kanisa, mimi nimefanya hivi. Mimi si kama ninafunga, nimetahidi kufunga, wakati wa mfungo nimefunga vizuri, mimi nimefanya hivi. Unaona, sala ya namna ile sio sala unayoweza kusali mbele Mwenyezi Mungu kweli. Sio sala ya unyenyekevu. Ni sala ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu kujitukuza na kuonyesha kwamba wewe ni bora zaidi kuliko watu wengine. Sala ya namna hii haipenyi mawingu kama nilivyosema Yoshua bin Sira katika somo la kwanza. Sala inayopenya mawingu ni ya yule mtoza ushuru, kutambua udhaifu. Tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu kama watu ambao tunajiona hatustahili, tunakwenda kwa moyo wa majuto, ndio tunaweza kupata sala yetu kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Tukienda tunajitukuza, tunajisifu na tunawadharau wengine tena mbele ya Mwenyezi Mungu, na dharau na wengine, hiyo dhambi, hiyo sala haiwezi kupata kibali, haiwezi kuwa sala ya mwenye haki, na haiwezi kupenya mawingu na ikafika Mwenyezi Mungu na ikatuletea matunda tunayohitaji. Kwa Dominika leo, himizo tusali tukiwa wanyenyekevu. Sala ya mnyenyekevu, tungeweza kusema kwa ufupi Dominika leo, tungeweza kusema maneno tuliyosikia katika somo la kwanza kitabu cha Yoshua bin Sira. Sala ya mnyenyekevu ndio inafanya nini? Inapenya mawingu. Hili neno nzuri sana. Sala ya mnyenyekevu ndio inapenya mawingu. Maana yake nini? Ndio sala inayofika kwa Mungu. Sala ya mtu mnyenyekevu ndio inatufikisha sisi na inafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sisi tusali sana katika maisha yetu. Kila mara tunaposali tusidharau mtu, tusiingie kanisani tuna dhambi za mtu mwingine na kuziorodhesha mbele ya Mwenyezi Mungu, badala ya kuangalia katika moyo wetu na nafsi yetu kwa moyo mnyenyekevu kabisa, na tujiweke mbele ya Mungu kwa moyo ule, na Mwenyezi Mungu anaweza kupokea sala zetu, na sala hizo ndizo ambazo zinapenya katika mawingu. Na tunamshukuru Mungu kama nilivyosema, leo watoto wetu watapokea sakramenti ya kipaimara, na sisi tunataka watoto wetu wajue kusali, wawe wanasali, wawe watoto wa sala, na sala zile ambazo zinaweza kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Ndio nia yetu. Tunawaimarisha kwa sakramenti ya kipaimara. Watapakwa mafuta ya krisma kama alama ya kuwaweka muhuri na kubaki mali ya Kristo, lakini wakitambua hilo, wakumbuke kila mara wana wajibu wa kusali kwa unyenyekevu katika maisha yao yote. Wawe watu wa sala, na sala ziko za aina mbalimbali. Kuna sala binafsi moja, kuna sala za pamoja, na sala kubwa kuliko zote ni misa takatifu. Na hiyo ndio tunataka watoto wetu tuwakute Dominika na sikukuu zilizoamriwa wakiwepo kanisani kusali. Kwa sababu tu tunatoa kipaimara, watoto wengi tunaweza kupata kipaimara watoto 70, 80, 100 wapo leo. Alafu kutoka hapo watoto hao ni kama graduate, wanasema tumegraduate sasa, ndio wanapotea kabisa, haonekani. Hapana. Tunataka watoto hao waendelee kuonekana
waendelee kufika kusali pamoja na sisi, waendelee kuwa watu wa sala katika maisha yao yote, wajifunze kusali nyumbani pamoja na familia na wazazi wao, hata wao wenyewe kusali. Ndio sala ndio silaha ya pekee ambayo tunayo sisi, na ambayo hata Paulo anajivunia katika somo la pili anamwandikia Timotheo kwamba mimi ninaona nimevipiga vita vilivyo vizuri na imani nimefanya nini? Nimeilinda. Utalindaje imani kama msio mtu wa sala? Paulo alikuwa mtu wa sala. Tunajua historia yake. Kwa kweli alikuwa kama mtoza ushuru. Lakini baadaye baada ya kutokewa na Kristo amebadilika na ameanza maisha yale ambayo yamekuwa ni sadaka kubwa, na hasa hata kwenda kuhubiri mahali ambapo wengine hawakufaulu kuhubiri, hasa kwa watu ambao ni wa mataifa. Na mwishoni amefungwa, na sasa anaandika waraka huu, yuko gerezani Roma, amefungwa. Ndio maana anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Anasubiri lile taji. Mbona sisi sote tunafanya yote haya kwa sababu tunasubiri taji mwishoni mwa maisha yetu. Tumaliza maisha haya tupate taji lipi kutoka kwa Kristo mwenyewe. Na ndio matumaini yetu. Na ndio hata mwaka mtakatifu tunahimizana tutazame kule tunakoenda, tukijua wote sasa tuko hapa kama mahujaji. Mahujaji wenye matumaini. Matumaini yepi? Mnajua matumaini yenyewe tunayosema tuna matumaini. Matumaini yepi? Kupata taji. Analosema Paulo, tunasubiri taji, kupata taji lile. Maana yake kufika katika uzima wa milele. Yaani kuona kwamba tumevipiga vita na imani tumelinda, sasa tunaweza kustahili kupata lile taji. Na ndicho ambacho tunawaombea pia watoto wetu. Wameendelea na safari, walipata ubatizo na leo wataimarishwa zaidi ili waweze kuishi imani yao, walinde imani moja, kwa sababu sisi wenyewe tunaishi maisha ya sala. Tunaposali tunakuwa kweli ni hodari, na kama ni askari hodari, na tunajua silaha yetu kubwa ya kwanza ni namba moja ni sala. Sio bunduki wala sio panga wala sio mkuki wala nini. Sisi tunaamini silaha yetu kama askari hodari wa Yesu ni sala, na sala ile inayopenya mawingu, sala ile ambayo inatufanya wanyenyekevu, na sala ile kufanya iweze kupenya mawingu. Na ndio wajibu wa wazazi, walezi na wasimamizi. Hakikisheni watoto hao wanashiriki katika sala, na kwa namna pekee sana Jumapili katika vigango vyetu. Wanapokuwa Jumapili imegonga kengele, watoto tuhakikishe kwamba wameenda kusali. Na nyinyi watoto mkumbuke kwenda kusali. Sawa nangu? Muende kusali Jumapili. Msiseme naenda Lembuka, sijui naenda wapi, sijui mnatafuta sababu fulani, sijui naenda kutafuta nini. Jumapili ni siku ya Mungu, ni siku ya kusali. Na lazima tuende kusali. Tuende kusali kwanza, alafu baadaye mambo mengine yanaweza kufuata. Tutimize wajibu wa msingi na wa kwanza siku ya Dominika, kwenda kusali. Ninasema hivi kwa sababu watoto wengi kama nimesema wengi hawaendi kusali. Hawaendi kusali. Wanaweza kufika wengi kwenye masakramenti kama haya kama leo wengi. Lakini baada hapo tusiwakute tena. Sio vizuri. Tunatamani kuona watoto wanaendelea kusali na wanalelewa hivyo. Na ndio mwishoni wanaweza kusema sisi tumevipiga vita vilivyo vizuri, na mwendo tumeumaliza, na sasa tunasubiri kupata taji. Hiyo ndicho tunachowaombea. Na leo tutawapaka mafuta ya Krisma, na askofu atasema pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Utaitikia nini? Hebu simameni. Maana naona joto sasa, karibu wengine wanasinzia. Vizuri kabisa. Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Ya hiyo sio sauti ya paimara. Nyinyi ni askari kweli? Askari hodari? Ndio hapana? Nyinyi ni askari hodari? Ndio. Hiyo sauti sio askari. Nyinyi ni askari hodari? Ndio. Sawa sawa. Pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nawe. Mwanza kusinzia. Amani iwe nawe. Alafu baada hapo askofu anafanya nini? Anafanya nini? Anakupaka mafuta. Kitu kingine anakupiga kofi, sio?
Leo nitapiga kofi kwa nguvu yule asiyeitikia. Usipoitikia subiri kofi. Tumeelewana wanangu? Mbona mnajibu pole pole? Tumeelewana? Ndio. Mko tayari kupigwa? Ndio. Semeni hapana, tutasema kwa sauti ili tusipigwe. Mko tayari kupigwa? Hapana. Kwa hiyo mtasema kwa sauti, sivyo? Ndio. Kila mmoja peke yake. Pokea mwili wa paji ya Roho Mtakatifu, mtatikia? Amina. Amani iwe nawe. Narudia tena. Pokea mwili wa paji ya Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nawe. Vema kabisa, vema. Nataka kila mmoja. Sawa nani? Ndio. Haya, mketi. Na tutaomba nyinyi wasimamizi, taomba sana wakati wa kipaimara mkumbuke kuweka mkono wa kulia katika bega la kulia la mtoto naye msimamia wakati askofu anatoa kipaimara anapompaka mtoto mafuta. Tumeelewana wazazi wenzangu? Tumeelewana? Kumbukeni hilo. Kama na mtoto, una watoto zaidi ya moja au wawili watatu, hakikisha unaweka pamoja. Inakuwa ni rahisi sana kuwawekea mkono moja. Usianze kukumbatia wote watatu. Ni moja. Akitoka unamleta mwingine, hivyo utafanya hivyo, na hivyo utakuwa mtimiza wajibu wako wa kumsimamia mtoto. Hiyo ni ishara tu kuonyesha katika maisha yako utamshika bega mtoto huyo maisha yote, sivyo? Hilo ndilo tunalolitegemea na tunaloliomba kutoka kwenu, na tutawapaka mafuta watoto kuwaambia pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Na kazi ya muhuri ni kuwatambulisha watoto wetu kwamba hawa ni mali yetu, ni mali ya Kanisa Katoliki. Kwa muhuri ule, pokea muhuri. Si mnajua mihuri, sivyo? Mmeona kwenye vitabu shuleni? Ndio. Ina mihuri? Ndio. Maana yake ni kitabu kile ni mali ya shule ile, sivyo? Na sisi tunaweka muhuri kwamba nyinyi ni mali yetu. Tumeelewana? Ndio. Tukiona baadaye huko kwingine tusemeje? Mmekosea njia, sio? Ndio. Kuna wanajibu wachache walioko kwenye kona ile. Nyinyi wengine vipi? Eti wanangu, tunataka nyinyi ni muhuri, manake ni mali ya Kristo ndani ya Kanisa Katoliki, sivyo? Ndio. Maisha yenu yote. Tunasema hivi kila mara natania mahali pengine. Watu wanasema bwana, kanisa ni kanisa tu, popote tunaweza kusali. Siku hizi wanasema hivyo, popote tunaweza kusali tu. Kanisa liko jirani hapa, kwa nini niende mpaka kule Nyigo au wapi sijui? Kanisa ni kanisa. Si mnasema hivyo? Kuna watu wanasema hivyo. Wanasema kanisa ni kanisa tu. Hivi nyumba ni nyumba tu? Unatoka Makambako kumechoka, unafika saa 2 usiku unaona mimi naingia nyumba yote na lala bwana, nyumba ni nyumba. Hata mlevi, hata aliyelewa ameenda kulewa huko, hata tembea hata kwa mikono mpaka afike nyumbani kwake, sivyo? Sasa nyinyi mlio wazima hamwezi kujua nyumba yenu. Eti kwa hiyo ndugu zangu, tujue nyumba yetu. Si mnajua nyumba yenu? Ndio. Nyumba gani inaitwa? Inaitwaje? Kanisa gani? Msiseme sentensi fupi za kukatakata. Kanisa gani? Kanisa Takatifu Katoliki, sivyo? Kanisa gani? Kanisa Takatifu Katoliki. Tena la mitume, sivyo? La kimisionari, sivyo? Kwa hivyo maisha yenu yote tumsifu Yesu Kristo.